bitaati wallahi. Na al-Imam al-Hasan rahimahullah, yani al-Hasan al-Basri, akasema kuhusiana na hii aya, amilu wallahi bitaati, wallahi watu hao wamejitahidi sana, wamefanya sana mambo ya kheri. Amilu wallahi bitaati, wallahi wamefanya mambo ya kheri, wajtahadu fiha, na wakajitahidi kufanya mambo ya kheri. Wayakhafuna alla yuqbala minhum, lakini wanahofu katika nafsi zao, inawezekana matendo haya yasikubaliwe kwa wao. Inawezekana wakafanya, wakatoa, wakaswali, wakafunga na kheri nyingi wakazifanya, lakini siku ya kiyama wakafika kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala, akawaambia matendo yenu ni sifuri, hamjafanya kheri yoyote. Ndio maana bado wana hofu. Kwa hiyo hii aya na hii hadith natuonyesha ya kwamba haitakikani mu'min ujione katika nafsi yako kwa kheri fulani umeifanya. Kuna kheri umeitanguliza kwa Allah, usijiamini kuwa una jambo mbele ya Allah, bali jitahidi kufanya ya kheri mpaka hata yatiaka al-yaqin, mpaka umauti unakufika hali ya kuwa ni mtu wa kheri. Na muombe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuyakubali matendo yako. Sasa wanafanya matendo ya kheri, lakini katika nafsi zao wanakosea. Wanafanya matendo lengo kuwaonyesha watu kwamba wao ni watu wa kheri, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakubali amal ambayo imechanganyika na riya na majivuno, haikubali amali hiyo. Thumma tala al-Hasan, kisha al-Hasan akasoma kauli ya Allah, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, hakika wale ambao kutokana na hofu ya Mola wao wanakuwa wanyenyekevu. Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, hakika wale ambao kutokana na hofu yao kwa Mola wao wanakuwa na unyenyekevu na upole. Tayeb, hii ni kaida ya 9 ambayo ikiwa mu'min atashikamana nayo itakuwa ni sababu kubwa ya nafsi yake kuwa ni safi na matendo yake kukubalika kwa wepesi mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini mu'min ukiwa na hali ya kujiona, kadhalika nafsi yako inakudanganya kwa wewe ni mtu wa kheri, daiman utakuwa ni mkosefu katika matendo yako. Al-qaidatu al-ashira, kanuni ya 10, maarifatu nafsi, mja kuitambua nafsi yake, mja kutambua ile qadr, kiwango cha nafsi yake. Qala hafidhahullah, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyati nafsi, na miongoni mwa yale ambayo yanakuwa lazima au yanawajibika, wa mimma yatahattam, na miongoni mwa yale yanayowajibika fi babi tazkiyati nafsi, katika mlango wa utakaso wa nafsi, maarifatu haqiqati hadhihi nafsi, ni kutambua uhakika wa hii nafsi. Lazima utambue uhakika wa nafsi, wa maarifatu sifatiha, na lazima utambue sifa za nafsi. Uitambue nafsi uhakika wake, kadhalika utambue sifa za nafsi, kwa sababu nafsi zina awsaf, sifa tofauti tofauti. Ikiwa utafanya hivyo, ukatambua uhakika wa nafsi, kadhalika ukatambua sifa za nafsi, liyasahula i'tinaa biha, ili pawe na wepesi wa kuizingatia hiyo nafsi, ya kuitilia umuhimu nafsi hiyo. Liyasahula i'tinaa biha, ili pawe na wepesi wa kuitilia umuhimu nafsi hiyo. Wa riayatuha, na pawe na wepesi wa kuichunga nafsi hiyo na kuisimamia, kwa sababu ikiwa hujatambua kiwango cha nafsi yako, hujatambua hakika wa nafsi, itakuwa ni vigumu kuisimamia. Kama vile umepewa raia uwaongoze, kisha hukutambua hali zao, kwamba hawa ni wajeuri, hawa ni watorokaji, hawa ni kadha, itakuwa ni vigumu kuwaongoza. Lakini kama ukatambua hali zao, na hali hii na hii, itakuwa ni wepesi kuwasimamia, ni wepesi kuzingatia mambo yao.
wa mudawatuha min al-afat, na kuitibu nafsi hiyo kutokana na maafa. Wa mudawatuha, na kuitibu nafsi hiyo, yani itakuwa wepesi kuitibu nafsi hiyo min al-afat, kutokana na maafa allati tatra'u alaiha, maafa ambayo yanajitokeza katika hiyo nafsi. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس، وحقيقة الله سبحانه وتعالى أميصف نفسي katika kitabu chake Al-Karim kitukufu bi thalath sifatin mashhura, kwa sifa tatu ambazo ni mashuhur, maaluma, zinafahamika. Wa hadhihi sifat, na sifa hizi raji'atun ila ahwali an-nufus, sifa hizi zinarejea katika hali ya nafsi. Hizi sifa zote zinarudi katika hali ya nafsi ya mtu. Kwa hiya, na sifa hizo, sifa ya kwanza an-nafsul mutma'inna. Kuna nafsi inaitwa an-nafsul mutma'inna. Hii nafsi ina hali gani? Wa hiya allati, nayo ni ile ambayo itma'annat bil iman, imetulizana kwa iman. Wa dhikri llahi ta'ala, na imetulizana kumtaja Allah, imetulizana juu ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Daiman nafsi inamkumbuka Mola wake tabaraka wa ta'ala. Wa ibadati, na imetulizana katika ibada zake, yani nafsi imetulizana katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo la ibada likija mbele yake inakuwa ni wepesi kumwabudu Allah jalla wa ala. Wa husni al-iqbal, na imetulizana kwa uzuri wa kuelekea kwa Allah jalla wa ala. Nafsi daiman inamuelekea Mola wake tabaraka wa ta'ala kwa kila hali, hali ya raha, hali ya shida, daiman amefungamana na Mola wake tabaraka wa ta'ala. Hii ni nafsu al-mutma'inna, nafsu al-mutma'inna. Kama qala ta'ala, kama Allah alivyosema, alladhina amanu, wale ambao wameamini, watatma'innu qulubuhum bidhikrillah, na nyoyo zao zinapata utulivu na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wamemwamini Mola wao, kisha nyoyo zao zinatulizana na utaji wa Allah, yani nafsu mutma'inna, nafsi imetulizana vizuri. Allah akasema katika faida za dhikri, ala bidhikrillah, tambueni kwa kumtaja Allah tatma'innul qulub, nyoyo zinapata utulivu. Kwa hiyo hii nafsul mutma'inna ni nafsi ambayo daima muqbila ala rabbiha subhanahu wa ta'ala, inamuelekea Mola wake tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah anasema, ya ayatuha an-nafsul mutma'inna, ewe nafsi iliyotulizana, irji'i ila rabbik, rejea kwa Mola wako, radhiya, hali ya kuwa mwenye kuridhia yale ambayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Marudhiya, hali ya kuwa mwenye kuridhiwa, yani wewe umeridhia yale ambayo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, umeridhia yale ambayo umeamrishwa na Mola wako tabaraka wa ta'ala. Marudhiya, kadhalika umeridhiwa wewe na Mola wako tabaraka wa ta'ala. Allah kaiambia nafsi hii, fadkhuli fi ibadi, ingia kuwa katika kundi la waja wangu, wadkhuli jannati, na ingia katika pepo yangu. Kwa hiyo nafsi ambayo imetulizana ndiyo ambayo itapata nusura kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi hii ndiyo ambayo itaingia katika pepo ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Nafsi ya pili, an-nafsu lawama, nafsi yenye kujilaumu, nafsi yenye kulaumu, nafsi yenye kulaumu. Wa hiya allati talumu sahibaha, nayo ni nafsi ambayo inamlaumu mwenye nafsi hiyo, ala fi'li al-khata, juu ya kufanya makosa, au taksirihi fil wajib, au kufanya mapungufu katika mambo ya wajib.
yani ikiwa mtu ameacha, amefanya makosa, au kuna mambo ya kheri ameacha, ameyapuuzia, nafsi inamlaumu, kwa nini sijafanya mimi? Bora ningefanya, nimepoteza mimi. Wazi, baadhi ya watu kuhudhuria katika durusi hapendi, hataki, kisha kiona wenzake wamesoma, wamepiga hatua, nafsi yake inaanza kumuuma, lo, kwa nini sijasoma mimi? Mimi sasa hivi ningesoma, ningekuwa kama fulani huyu, mzee kasoma hapa, sisi yuko mbali, mimi nipo nazunguka sina chokifanya. Kwa hiyo inakuwa lawama, inajilaumu pindi mtu anapofanya makosa au akafanya mapungufu, akaacha mambo ya wajibu. Hakuswali, hakufanya mambo ya wajibu, hakutoa zaka ile ambayo wajibu kwake hakuyatekeleza, au tafritihi fi taa, au amefanya uzembe katika taa, au tafritihi fi taa, au kufanya uzembe katika taa. Kuna khairi fulani amezembea kuifanya, baada ya hapo anaanza kujilaumu kama tulivyoeleza, kama qala ta'ala fi surati al-qiyamah, kama Allah alivyosema katika surati al-qiyamah, wala uqsimu bin nafsi lawama, na ninaapa kwa nafsi yenye kujilaumu. Hii ni nafsi ya pili, kazi yake yenyewe kulaumu, kwa nini sijafanya, kwa nini mimi. Wazi. Nafsi ya tatu, an-nafsul ammaratu bis-suu, nafsi yenye kuamrisha uovu. Nafsi yenyewe kazi yake ni kuamrisha watu maovu. Ni nafsi ipi hiyo? Hapa ndipo tunazifahamu nafsi, na tunafahamu hakika wa nafsi, kadhalika awsafu zake, sifa zake. Kuna nafsi ya kwanza, tumeiona nafsi ya pili, hii nafsi ya tatu. An-nafsul ammaratu bis-suu, nafsi ambayo inamlaumu, na nafsi inayomwamrisha mtu kufanya maovu. Wa hiya allati tahuthu sahibaha, nayo ni nafsi ambayo inamhimiza, tahuthu sahibaha, inamhimiza mwenye nafsi hiyo, ala fi'li almuharramat, kufanya mambo ya haram, wa irtikabi alatham, na kufanya madhambi, wa taquduhu ila mawatin almunkarat, na inampeleka katika sehemu za mambo mabaya. Taquduhu, nafsi inampeleka mtu ila mawatin almunkarat, katika sehemu za maovu, sehemu za machafu, sehemu za munkar. Mtu nafsi yake nampelekea mtu nafsi yake, leo bwana kanywe pombe leo, kalewe kidogo, usimpata pesa, kalewe watu wakuone, kanunulie watu bia leo pale baa wakuone kama fulani leo kachafua baa leo. Wazi. Wajinga wanafanya hayo, yani kwenye baa watu wamsifie fulani leo, kafanya kazi leo na kadha. Wazi. Kwa nafsi inampelekea mtu katika sehemu za munkarat, mtu ende disco, cheze muziki. Wazi, nafsi ziko. Mtu akishasikia muziki unapigwa, asipokwenda nafsi yake na muuma, yani kama vile muumini unapokuwa unasikia watu wanaswali alafu wamekaa tu, nafsi inakuuma, kwa nini mimi siswali wakati wenzangu wanaswali? Kadhalika yeye anaposikia muziki unapigwa huko, yani lazima atafika tu kwa hali yoyote. Wazi. Kwa hiyo hii ni nafsi ambayo inamwamrisha mtu mabaya, kwa hiyo inampelekea katika sehemu za munkarat, wa mawadhi radhila, na sehemu za uchafu, sehemu za zina. Baadhi ya watu ambao wanapenda katika sehemu za machafu, watu wanajiuza wanawake. Wazi. Tuseme anazipenda hizo kwa mabaa mle, ndio sehemu zake za kuishi. Sasa hii nafsi ni chafu, nafsul amara bisu. Siku asipokwenda nafsi yake inalalamika, kwa nini sijakwenda, nilipitwa na mengi bwana. Wazi. Jamani, tumesoma kuna kaida kupita hapa nyuma, takhayyurul julasa, lazima uchague marafiki ambaye unakaa naye, kwa sababu kama marafiki zako ni wabaya, siku hakwenda katika sehemu za munkarat, ukaamua kutubu kwa Allah, mimi kuanzia leo sehemu hii sitaki tena kwenda, kisha unakaa na marafiki zako waovu, wataanza kukufutia, bwana leo hujakwenda kule, leo palikuwa na moja mbili tatu fulani, mbona leo tumelewa sana leo,
tumekunywa sana leo bia za bure leo, wazi jifakharisha, nafsi yako inarudi, kumbe ana faidi kwa nini sikwenda leo, wazi inarudi nyuma, unarudi nyuma, moyo wako unarejea katika maasi. Kwa hiyo hii nafsi inampelekea katika sehemu za machafu, watadfa'uhu ila fi'li alqaba'ih, na inamvuta kwenda kufanya mabaya. Nafsi inamvuta yule mwenye nafsi ila fi'li alqaba'ih, kwenda kufanya yale mabaya, waradha'il, na machafu, kama jaa fi surati Yusuf alayhi salam, kama ilivyokuja katika suratu Yusuf, wama ubarri'u nafsi, na mimi si itakasi nafsi yangu, inna an-nafsa, kwani hakika ya nafsi la amaratun bisu, ni yenye kuamrisha mabaya. Nafsi adatan huwa inapenda kumwamrisha mtu mabaya, illa ma rahima rabbi, isipokuwa ile ambayo, nafsi ambayo ameihurumia Mola wangu. Ikiwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemhurumia, amemtakia khairi, huwa anamuongoza katika dini yake subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fi din, yule ambaye Allah tamuongoza moyo wake akawa anaipenda dini Allah jalla wa ala, tanusurika na mambo kama haya machafu machafu. Ama yule ambaye Allah hakumuongoza katika fiqhi, hakumuongoza katika ilmu, daiman atakuwa ni mwenye kuvutiwa katika mambo ya munkarat. Anasema hafidhahullah, fahadhihi al-awsaf ath-thalatha, hizi sifa tatu linafsi, sifa tatu za nafsi, hiya fi al-haqiqa, hizi sifa katika uhakika wake, ahwalun, ni hali, mutaalliqatun bin nafsi, ni hali ambazo zinafungamana na nafsi. Walidhalik, na kwa ajili hiyo, fa inna hadhihi al-ahwala, hakika hali hizi, tataqallabu wa tataghayyar, tataqallabu, zinageuka geuka, hizi hali huwa zinageuka geuka, wa tataghayyar, na zinabadilika, bihasabi alwaridat, kwa sababu ya vile ambavyo vinakuja au vinaingia, alwaridat, vile ambavyo vinakuja, allati, ambavyo taridu ala nafsi, vinaingia katika ile nafsi. Nafsi inatofautiana, yani kuna vitu ambavyo vinaingia katika nafsi vinapelekea nafsi kubadilika na kugeuka. Faqad tajtamiu hadhihi sifatu 'inda al-insan, yawezekana zikakusanyika sifa hizi kwa mtu, fi yawmin wahidin, ndani ya siku moja, akawa na sifa zote tatu hizi. Nafsi yake ikawa ni mutmainna, nafsi ikawa lawama, nafsi ikawa ni amaratun bisu, sifa zote tatu kawa nazo, bihasabi hali nafsi, kwa kuzingatia ile hali ya nafsi. وقد ضرب أهل العلم لهذه النفس أمثلة, وحقيقة wamepigia mfano ahlul ilmi, wamepigia mfano hizi nafsi, amthila, wamepigia mifano, tubayinu halaha, ikibainisha hali ya nafsi, maa al-insan, hali ya nafsi pamoja na mwanadamu, yani hali ya nafsi inapokuwa kwa mtu, liyasahula tasawuruha ala almuslim, ili pawe wepesi, tasawuruha, kuijengea sura, ala almuslim, kwa muslim. Yani ametolea mfano nafsi ili muislamu aweze kutafakar, kuvutia ile sura ya nafsi. Lengo ni nini? Fayajtahida baada dhalika, ili ajitahidi baada ya mifano hiyo, fi islahiha, katika kuitengeneza nafsi hiyo, wa tazkiyatiha, na kuitakasa nafsi hiyo. Hii mifano ambayo ahlul ilm wamepiga, umeitoa juu ya nafsi, tutaiona kesho biidhnillah alkarim. Hapa nyuma kidogo, katika safha ya kurasa 34, kama vile nilikosea kusoma hivi, iko kipengele cha mwisho kabisa, fa'ala al-abdi, umepaona kama vile mwanzo nilisoma tofauti, au kama nilipatia Allah wa'alam, lakini kama na shaka, maana yake ni fa'ala al-abdi, ni wajibu kwa mja, takhayyurul julasai, fa'ala al-abdi yani ni wajibu kwa mja, takhayyurul julasa,
kuchagua marafiki alladhina ambao yu'inunahu ala alkhair, watakaomsaidia katika khair. Ni kwa hivyo طيب والله تعالى اعلم. Naam, kama nilikosea katika hii fa'ala al-abdi, fa'ala al-abdi kama vile ni tafsiri tofauti, kama vile nilisoma tofauti. Hii fa'ala al-abdi sahihi, lakini katika maana kama vile jumla nilileta tofauti, lakini kwa fa'ala al-abdi ni wajibu kwa mja achague marafiki ambao watamsaidia katika mambo ya khairi. Ndio maana sahihi. طيب أذن.